Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Katika makala yetu wakati huu tunatazama ni nani ambaye ataweza kuvaa viatu vya Ayatollah Al-Khamenei, kiongozi aliyeuawa kutokana na mashambulizi ya Marekani na Israel yaliyofanyika siku ya Jumamosi. Kiongozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran Ayatollah Al-Khamenei ni moja kati ya viongozi mashuhuri ulimwenguni waliosifika kwa kuwa na misimamo thabiti iliyoendana na sera na mifumo ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran. Ayatollah Al-Khamenei ni kiongozi wa pili wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran baada ya kiongozi wa kwanza aliyefanya mapinduzi mwaka 1989. Maoni na serikali za mamlaka ya Ayatollah Al-Khamenei zimekuwa na mchango mkubwa nchini Iran kwa karibu miongo minne. Khamenei mwenye umri wa miaka 86 amekuwa kiongozi wa pili mkuu tangu mapinduzi ya mwaka 1979 baada ya kifo cha Ruhollah Khomeini mnamo mwaka 1989 na mwenye mamlaka ya juu zaidi nchini humo. Kama kiongozi mkuu alikuwa akidhibiti siasa za nchi, jeshi na taasisi za kidini za Iran, ikiwa ni pamoja na kutoa mwongozo wa uhusiano wa masuala ya kigeni. Kabla ya kuchukua wadhifa huo, alikuwa rais wa taifa hilo kwa mihula miwili kuanzia 1981 hadi mwaka 1989, lakini mamlaka ya ofisi yake imemfanya Khamenei kuwa na nguvu zote kama mkuu wa nchi, kamanda mkuu wa jeshi, ikiwa ni pamoja na kikosi cha Revolutionary Guard IRGC. Kutokana na namna ambavyo Ayatollah Al-Khamenei ameiongoza Iran, kumeifanya Marekani na washirika wake kuona kwamba ni kiongozi ambaye anapaswa kuondoka mamlakani, kutokana na kwamba alikuwa haonyeshi dalili za wao kunufaika na eneo la Mashariki ya Kati. Mpango wa Marekani ilikuwa ni kulimiliki ipasavyo eneo hilo la Mashariki ya Kati, wakiamini kwamba sera za Iran, ikizingatiwa kwamba wao ndio wamiliki wa mlango bahari wa Hormuz ambao unapitisha mafuta karibia 20% yanayofika ulimwenguni kote, na kwamba kushindwa kumiliki eneo hilo kwao kilikuwa ni kikwazo, na kikwazo kikubwa ni Ayatollah Al-Khamenei, na hivyo walitafuta njia nyingi za kutaka kumuua. Walifanya majaribio mwaka 1981 mnamo mwezi Juni, ambapo Khamenei alinusurika jaribio la mauaji. Kundi la wapinzani lililipua bomu kwenye mhadhara wake, na huenda shambulizi hilo liliokuwa maisha yake. Khamenei alikuwa mwanzilishi mwenza na hatimaye kiongozi wa chama cha Islamic Republican ambacho kilisaidia uongozi wa baada ya mapinduzi kuimarisha mamlaka. Hata hivyo, alikuwa hospitalini wakati wa shambulizi kubwa la mabomu katika makao makuu ya chama hicho. Mapafu yake yalichukua miezi kadhaa kupona kutokana na shambulizi hilo ambalo lilifanya mkono wake wa kulia kulema kabisa, na hata wakati amefikiwa na kifo siku ya Jumamosi. Sasa kutokana na namna ambavyo Ayatollah Al-Khamenei ameiongoza Iran na namna ambavyo Marekani imetumia nguvu kubwa kudhoofisha utawala wake hadi kifo chake, sasa swali ni je, ni kiongozi gani atakayeweza kuendana na sera za Ayatollah Al-Khamenei? Moja kati ya wanaotajwa ni pamoja na mwanawe Mujtaba Khamenei, ambaye wengi wanadhani pengine anaweza kuvaa viatu vya baba yake, kuendana na misimamo ile ya baba yake ambayo Wairani wengi wanaonekana kuipenda. Licha ya kwamba Wairan walifanya maandamano, lakini inaonekana ni maandamano ya mashinikizo kutoka nchini Marekani. Yalikuwa ni majaribio mengine ya kuweza kuondoa utawala wa Ayatollah Al-Khamenei kupitia maandamano, lakini Khamenei mwenyewe aliweza kuyadhibiti. Hata hivyo, mtoto huyo ambaye alikuwa karibu zaidi na baba yake wakati wa kifo cha Ibrahim Rais alitaka kugombea nafasi ya urais, lakini Khamenei alimkataza, akiamini kwamba hapaswi kuwa katika nyadhifa za kiserikali. Na wakati huu inaonekana kwamba yeye ndio ambaye jina lake linatajwa mno kwamba anaweza kuvivaa kikamilifu viatu vya baba yake. Bado kuna hofu kubwa kwamba Marekani inataka kutumia ukubwa wake na inaamini baada ya kumuua Ayatollah Al-Khamenei basi itaweza kumiliki na kufanya lolote katika Mashariki ya Kati, kama vile inavyoamini kwamba inaweza kufanya lolote huko Venezuela. Lakini pia viongozi wengine ambao wapo sana kidiplomasia na wanapenda mazungumzo ni pamoja na rais wa sasa Masoud Pezeshkian, ambaye ametajwa na baraza la makasisi kusimama kwa muda kusimamia nafasi hiyo ya Ayatollah Al-Khamenei.
lakini pia wapo viongozi wengine akiwemo Ali Larijan na baadhi ya makamanda ambao wamesalia wakati huu wakitajwa kwamba huenda wakaweza kuvaa viatu vya Ayatullah Al-Khamenei. Wachambuzi wa mambo wanasema kwamba viatu hivi vya Khamenei vinaweza kuvaliwa tu kwa kufuata sera za Khamenei, lakini Marekani wakati huu baada ya kumuua Khamenei wanachotaka ni kuangushwa kabisa kwa mfumo wa Kiislamu nchini Iran, na kwamba nchi hiyo isifuate mfumo ambao ulikuwa ukiendeshwa na Ayatullah Al-Khamenei. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.